Okay, tuko hapa na wapambanaji hao hapa kama unavyowaona. Kuna ambao wamekuja kuanza biashara, kuna ambao tayari walishaanza biashara, lakini kuna ambao tayari wana muda mfupi na wameanza kuingiza pesa nzuri. Sasa hapa naomba ni mmoja huyu anaitwa Madam Kelly. Madam Kelly, wewe umeanza biashara una muda gani mpaka sasa hivi? Mpaka sasa hivi nimeanza biashara inaelekea mwezi mmoja kumaliza. Kwa una wiki kama kadhaa, si ndio? Wiki kama 3. Ndiyo. Sawa, kwa wiki 3 baada ya kuwa umeanza kujifunza biashara, umeionaje? Biashara ni nzuri na inaniletea mafanikio ambayo nilikuwa siyatarajii mwanzo. Sawa, wewe umesoma labda huko tu mtaani au una shughuli gani nyingine ambayo ulikuwa unafanya kabla kuanza biashara? Mimi ni mwanachuo, nimemaliza shule. Umemaliza chuo? Ndio. Okay, sawa. Kwa baada ya kuanza biashara mpaka sasa hivi wakati unajifunza, kuna faida yoyote ambayo umetengeneza labda kupitia hii biashara ambayo sisi tunafanya biashara ya mtandao? Ndio, kuna faida niliyoipata. Hapo tangu nimeanza kwa huo muda mchache nimepata faida ya zaidi ya 2,000 na nusu. Umepata zaidi ya 2,500 kwa muda huo wa wiki tuseme 3. Na wewe biashara ulianza kwa mtaji wa kiasi gani? Mtaji wa kwanza biashara ni 150,000, si ndio? Ndio. Kwa hiyo kumbe ulianza kwa 150,000 lakini mpaka sasa hivi umetengeneza zaidi ya 250,000, si ndio hiyo? Unamwambiaje mtu ambaye hajaanza biashara au kijana ambaye yuko mtaani anahitaji kupambana ili atimize ndoto zake mwaka 2026? Unamwambia nini? Mimi ninachomwambia ni kwamba aje mapema kabla muda hujaenda sana, sababu anajichelewesha tu mwenyewe. Hela zipo, kazi ipo, aje aanze biashara tuweze kupata pesa kwa pamoja, tuenjoy maisha na tuweze kutimiza malengo yetu makubwa tuliyoyaweka. Okay, asante sana. Na unamwambiaje yule ambaye anaamini hii biashara ni utapeli au tunapoteza muda? Wanaamini biashara sio ya kitapeli. Na watu waliopo mahali hapa wanafanya kazi kwa weledi na katika mafunzo thabiti. Okay. Na kwa mtu yoyote anayefanya mahali hapa anapofanya na anahudumia wagonjwa wake, anamletea wagonjwa wengine. Kwa hiyo ninachokiamini ni kwamba kama mtu anaweza kumletea wagonjwa wengine, basi ni anachokifanya ni kitu ambacho kina matokeo chanya kwa asilimia ya watu wengi, na watu wengi wameweza kuamini kupitia matokeo anayoyaona. Okay, sawa. Kwa hiyo kumbe kwa lugha rahisi ni kwamba mtu mmoja akipata matokeo unapomsaidia anakuletea wateja wengine, si ndio hivyo? Ndio. Sawa, asante sana. Huyu anaitwa Madam Kelly na mimi niko hapa naitwa Mr. Anodi, niko hapa niko na hawa viongozi hapa wote. Asante sana.